Na msikilizaji, tunaendelea na simulizi na ukwenda kwa jina la Betina, ikiwa hii leo tunaitazama sehemu ya 5 ya simulizi hii. Nikukumbushe tu kwamba katika sehemu ya 4 tumeshika pale ambapo Betina, Dula pamoja na Zena wako ndani ya gari wakielekea ukweni nyumbani kwao na Betina. Na wakati wakiwa kwenye gari, Betina akaanzisha timbwili kwa sababu ameona kuwa inaonekana Dula anamjali sana kuliko yeye. Je, ni kipi ambacho kinafuata katika simulizi hii? Ambatana nami katika sehemu ya 5 ya simulizi hii. Na hii ni Zena sehemu ya 5. Nini tena jamani? Bahati mbaya nimemkanyaga na kiatu, alijibu Betina kwa sauti ya kudeka kabisa. Niligeuka na kumwangalia kwa jicho la hasira sana. Muda huo nilikuwa na mtafakari tu na kuona kuwa huyu msichana ananizoea sasa. Safari haikuwa ndefu sana, kwani Dodoma na Dar sio mbali sana. Ila nyie wa dada huku mjini tunalinga na kutamba sana, lakini ukija huku majumbani kwetu ni aibu tupu. Nyumbani kwa kina Betina, hata nyumbani kwetu kuna afadhali walai. Bosi Dula alibaki akiwaangalia kwa makini sana. Kwa haraka ukimwangalia unaelewa kuwa hajategemea kukuta kitu kama hiko. Karibuni sana, alizungumza mama mtu mzima hivi, na alikuwa amefanana sana na Betina. Hivyo moja kwa moja nilijua kuwa huyo ndio mama mzazi wa wifi Betina. Muda huo alikuja mtoto ambaye kimwili alikuwa kama miaka 6 hivi. Mtoto huyo alikuwa wa kike. Moja kwa moja akamkumbatia Betina kwa kumuita mama. Hili pia lilimshangaza bosi Dula, na kwa jaziba akauliza, "Mama?" Hapo Betina haraka akamtoa yule mtoto mwilini mwake na kwa kupanika akajibu, baby, huyu ni mtoto wangu, ni mtoto wa dadangu." Ni mtoto wa dadangu. Dula aliishia tu kumwangalia Betina kisha akajichekesha na sote tukaingia ndani. Muda wote huo Betina alitulia, alibaki akijichekesha tu. Utadhani ni chizi ameona ndugu zake. Kwa wakati huo nilijikuta nikivutiwa na mtoto yule. Hivyo nilimuita na kumpakata kwenye miguu yangu. Kwenye maisha yangu ya huko nyuma sikuwahi kuwa na karibu na watoto hata kidogo. Lakini kwa mara ya kwanza nilijikuta nikivutiwa na huyu mtoto. Jamani, unaitwa nani? Nilimuuliza mtoto huyo. Salome. Basi polepole nilianza kumzoea mtoto huyo. Baada ya muda familia nzima ilikutana, utambulisho ukafanyika. Ila watu wa mjini bwana, yani Dula na Betina, walienda kijijini kwa ajili ya utambulisho. Halafu hawakwenda na mtu mzima hata mmoja. Yani ni vituko. Muda mchache ambao niliutumia kuwa katika nyumba hiyo, niliweza kujua kuwa familia nzima inamwogopa sana Betina. Yani anawaendesha tu. Majira ya usiku nilishindwa kulala kabisa, sijui kwa nini, lakini nilikosa usingizi na kujikuta nikitoka nje ya nyumba. Nilipotoka tu nje niliweza kusikia mzozo kati ya Betina na Dula. Hivyo kwa umbea wangu nikatega sikio na kutaka kusikiliza. Betina, ni kama unanikwepa ujue. Nakumbuka uliniambia kwenu mmezaliwa watatu na wewe pekee ndio wa kike. Inakuwaje unaniambia kuwa huyu mtoto ni mtoto wa dada yako? Baby, mimi sijui una complain kitu gani. Ni mtoto wa dada yangu sawa, lakini sio dada yangu kutoka kwa mama yangu mzazi. Ni dada yangu mtoto wa mama mkubwa, yule mama Sara uliyemuona mchana. Mama wa huyu mtoto alifariki siku ya kwanza tu mtoto alipozaliwa. Hivyo ni mimi ndio nimekuwa nikimlea. Ukuwahi kuniambia kitu kama hicho? Shida yangu ni kwa nini unanificha mambo ikiwa tumekubaliana kuwa siri yako ni yangu na yangu ni yako? Samahani sana mpenzi, ila Betina anajua kudeka jamani. Yani hadi raha. Basi kwa utulivu wa hali ya juu Dula alimshika Betina wake na kumkumbatia. Nafikiri huyu mtoto tutaondoka naye, anastahili kupata malezi ya baba na mama. Betina alipata kigugumizi cha ghafla na kujikuta akishindwa kuzungumza. Hivyo alibaki akijichekesha tu. Hatimaye siku nyingine nilishika nafasi. Niliamka mapema na kwenda kufagia uwanja. Nikiwa naendelea kufagia, ghafla Betina akaja na kunipokonya ufagio kisha akanifokea. Usijifanye unajua kufanya kazi ili mume wangu akuone, sawa? Kaa kwa utuo binti. Nilibaki nikitoa macho tu. Imekuwa ghafla sana. Kwa upole nikaachia fagio na kuingia ndani.
Mlangoni niliweza kupishana na mama Betina. Kwa kweli sikuweza hata kumsalimia kutokana na kuvurugwa. Kwa wakati huo nilikuwa na hasira sana. Kabla sijafika mbali niliweza kumsikia mama Betina akimuuliza mwanae, huyu mwenzio ana shida gani? Mwenzangu nani? Betina aliuliza. Si huyu wifi yako, naona amenipita pasi na kunisalimia. Achana naye, hata hivyo sio mdogo wake, ni mfanyakazi wetu wa kazi za ndani. Sasa mbona unakuwa na ukaribu sana na mke wangu? Mwanangu, kuwa makini na hawa mabinti, sio wazuri kabisa. Usijali, sasa kwanza tuanze na Salome. Mama, imekuwaje nimemkuta Salome hapa? Tulisema kuwa Salome nisimkute hapa. Unataka Dula ajue kuwa nina mtoto alafu niachike? Betina, unafikiria ningefanyaje? Baba yake amekataa kabisa kuondoka naye. Hapa kwenyewe na wasiwasi sana. Majirani wasije wakapata muda wa kuongea na mke wangu, halafu wakaharibu mambo. Kesho tu nataka tuondoke. Nimekaa mguu nje, mguu ndani. Fred akija ataharibu kila kitu. Jamani, kuna familia zinajua michezo michafu bwana. Yaani mama na binti yake wanajua ni mchezo gani wanacheza. Wakiwa wanaendelea kuzungumza, ghafla alikuja mwanaume fulani hivi na alionekana kulewa sana. Mke wangu amerudi jamani. Alizungumza mwanaume huyo tena kwa sauti ya kulewa kabisa. Mungu wangu, mama mtoe huyu. Alizungumza Betina tena kwa sauti ya wasiwasi sana. Siku ya kufa nyani, miti yote uteleza jamani. Kabla hawajafanya kitu, muda huo akaja bosi Dula. Betina alianza kutetemeka. Utadhani kulikuwa na baridi. Kwa upande wangu nilibaki nikitabasamu tu kwa kweli. Nilifurahi kile kilichokuwa kikimtokea Betina. Sio kwamba nilikuwa sipendi mahusiano yake, hapana. Yaani Betina ni msichana mwenye roho mbaya sana. Hivyo nilijikuta nikitokea kumchukia sana. Baby, umeamka? Nilikuwa nafagia hapa uwanja ili kuweka mazingira sawa. Betina alianza kujiongelesha huku akicheka kama chizi. Kaona ndugu zake. Huyu ndio sponsor wa familia? Aliuliza Fred kwa rafuzi yake ya kilevi. Sponsor? Aliuliza Dula kwa sauti ya kushtuka sana. Yaani badala ya kuwa mume anaitwa sponsor. Baby, na huyu mtu, yaani huyu ni ndugu yangu na ni mlevi wa kijiji. Imagine asubuhi hii amelewa chakari. Alizungumza Betina huku akijaribu kumtoa Dula katika eneo hilo. Bwana, mlevi hajawahi kusema uongo. Ni vile tu huwa analopoka maneno ambayo hajaambiwa kuyasema. Kabla Betina hajafanikiwa zoezi lake la kumtoa Dula kwenye eneo hilo, Fred akaropoka. Asante sana sponsor kwa kumrudisha mke wangu na kutusaidia sisi kama familia. Hapo sasa Dula aliona kabisa kuna mambo hayako sawa. Kwa utaratibu kabisa Dula alitoa mkono wake kwa Betina, kisha akamsogelea Fred na kumuuliza, mkeo ni nani? Kabla Fred hajajibu swali, ghafla alipigwa na kitu kizito kichwani na kudondoka chini kama mzigo. Kwa wakati huo kila mtu alibaki akiwa amepigwa na bumbuazi. Yaani sijui Betina na mama yake wana mioyo aina gani. Yaani mama mzazi wa Betina ndio amechukua msukumio wa chapati na kumtwanga nao Fred wa watu kichwani. Mama! Betina alistuka sana na kumkimbilia Fred. Muda huo Salome mtoto wa Betina alitoka nje na kumwahi Fred pale chini na alikuwa akiita baba. Historia kwa ufupi iko hivi. Betina na Fred ni mtu na mume wake, lakini pia ni wazazi halali kabisa wa Salome. Bosi Dula alichuchumaa chini na kumwangalia Fred wa watu ambaye alianza kutokwa na damu nyingi sana puani. Fred, baba Salome, amka jamani. Amka mume wangu. Salome wako anakuhitaji. Betina alijikuta tu akiropoka na kumuita Fred mume. Kwa wakati huo bosi Dula alichojali ni hali ya Fred tu. Kwa haraka utaratibu wa kumfikisha Fred hospitali ukaanza. Hospitali alienda bosi Dula, dereva na Betina ambaye alionekana kuwa na wasiwasi wa hali ya juu. Kwa upande wangu nilibaki nyumbani na nilikuwa nikiendelea na kazi za hapa na pale. Kwani ilikuwa bado ni asubuhi, hata watu bado hawajanywa chai. Nikiwa busy na menyamenya ndizi, ghafla alikuja mama mzazi wa Betina na kukaa pembeni yangu. Kisha kwa sauti ya kupanika akaniuliza, kwa mke wangu umeenda kutafuta kazi au kuharibu ndoa ya mwanangu? Kwanza
Nilimgeukia na kumwangalia vizuri. Muda huo akili yangu ilikuwa inaniambia kuwa nimpe jibu moja matata ambalo hatokaa akalisahau, lakini pia moyo wangu ukaniambia koma binti, utalogwa. Mama wa Betina baada ya kuona kuwa nakaa kimya akaniuliza tena, swali langu umelisikia? Haya, au hujalisikia? Au umekuwa bubu ghafla? Niliona kuwa kuendelea kukaa na mwanamama huyo ni kujitafutia kesi. Kwa wakati huo nilishapaniki na nilikuwa natamani hata kumtandika mabao mwanamke huyo. Hivyo kwa ajili ya kuepusha shari, nikanyanyuka na kutaka kuondoka. Unaenda wapi wewe binti? Sasa endelea na ujeuri wako. Ukikanyaga tu iko kizingiti cha mlango wangu, utanijua mimi ni nani. Kuna namna nilianza kuhisi uoga kabisa. Moyo uliniambia kuwa huyu mama anajihusisha na mambo ya kishirikina. Lakini muda huo huo, akili yangu ya uhuni ikaamua kusimama dude na kujitetea, maana nimezidi unyonge. Mama, unanizoea eh? Nimuuliza mama kwa sauti kavu sana, huku nikiwa nimemtunishia kifua. Yaani mama huyu amenifanya nirudi na kuwa Zena yule wa zamani. We, usiniongeleshe kama hivyo. Hasira zilizidi kushika akili yangu na pasi na kufikiria, nilinyanyua mkono wangu na kutaka kumtandika kibao mama Betina. Kabla mkono wangu haujatua kwenye mwili wa mama Betina, ghafla nilidakwa na kushindwa kumtandika kibao zaidi. Niligeuka ili kujua ni nani amedaka mkono wangu. Ile nageuza tu uso, ni bosi jamani. Yaani bosi kanikuta nikiwa nataka kumchapa kibao mama mkwe wake. Nyie, si nitakosa kazi mimi jamani. Naomba mnisaidie. Mama Betina baada ya kuona kuwa mkwe wake amefika, akajitupa chini na kuanza kulia kwa sauti ya juu sana. Na kwa ghafla akaanza kugaragara, kabebe begi lako na langu tunaondoka. Alizungumza bosi Dula akiwa na sura kavu akionyesha kuwa na hasira sana. Sasa hivi nilimuuliza nikiwa na mshangao wa hali ya juu. Nimesema kapakie mabegi tunaondoka. Alifoka bosi Dula kisha yeye akatangulia kwenye gari. Mama Betina alishtuka sana kumfuata bosi Dula ambaye hakuwa akitaka maongezi hata kidogo. Mama Betina alilia mno akiomba kuzungumza na Dula, lakini ilikuwa ngumu sana. Kwa upande wangu sikuwa na chaguo zaidi ya kufuata maagizo ambayo nilipatiwa na bosi wangu. Nilikusanya kila kitu chetu, nilihakikisha kuwa siachi kitu chochote kile. Nilipotoka nje, mama mzazi wa Betina alinisogelea na kuanza kuniomba huku akilia sana. Binti yangu, ongea na bosi wako, mwambie apunguze hasira, tuweze kuzungumza. Najua Betina amekosea sana. Na msikilizaji, hiyo ni sehemu ya 5 ya simulizi inayokwenda kwa jina la Zena. Dula na Zena wana mpango wa kuondoka, lakini pia akionekana Dula kuwa na mwenye hasira sana baada ya kutoka hospitalini kumpeleka yule mume wake na Betina. Je, atakubali kubaki na kuzungumza na mama mkwe wake ili kusudi waweze kuyamaliza ama itakuwaje? Usikose kufuatilia sehemu ya 6 ya simulizi hii inayokwenda kwa jina la Zena. Endelea kusubscribe, kulike na kucomment katika chaneli yetu ili uwe wa kwanza kabisa kupata taarifa tunapokuwekea simulizi hii. Hii ni Zena.